itambue mahakama ya mbinguni kabla haujasimamishwa katika mahakama hiyo nzito. Yoyote yule aliyokuwa mbinguni na aliyokuwa ardhini, sote tutakwenda mbele ya Mola wetu ni waja na si vinginevyo. Hapotokuwa ukaribu wowote. Hata yule unayejivunia katika hii dunia ya Mungu, na yeye atakwenda kama mja katika mahakama hiyo. Wala hapatakuwa rushwa, kwamba unatembeza mkono mrefu, unatembeza mkwanja. Hapatakuwa hilo. Ndugu yangu, kama umedhulumu cha watu, rudisha bado mapema. Hakika mahakama ya Mungu ni nzito na tusubiri, na wako watu watakaolia na kusaga meno kikweli kweli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, ma takallama sami'a nutqahu ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ورائدنا وقدوتنا وشفيعنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا رسول الله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلى الله عليه وآله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. اتقوا الله واتبعوا سنة رسول الله، واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خيرها في من كان لله عاصيا. Watukufu wa Islam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad, awalan nausia nafsi yangu, kadhalika nawe vile vile nausia nafsi yako. Daima siku zote tumwogope, tumche na tumtii Allah jalla fi ula, na daima siku zote tuwe mstari wa mbele kuyafuata mafundisho ya Mtume wa Mungu. Natambua ya kuwa hakika waliofuzu wakafaulu ni wale waliomwogopa Mwenyezi Mungu na kumcha. Elewa ya kuwa hakika ya pepo Mwenyezi Mungu ameiweka kwa ajili ya wamcha, na ikiwa mwana wa Adamu atakuwa hayuko tayari kujivika vazi la uchamungu, hubadilika na kuonekana kuwa yuko uchi,
hata kama mwenyewe atajiona amevaa mavazi. Nafasi bora kwa mtu siku zote ni kile kitendo cha kumtii Mola wake, na wala hakuna kheri kwa yoyote yule mwenye kumaasi na kumkera na kumudhi Mola wake. Amma mawdhu'u khutbatina al-yawm fa'unwanuha yaqulu mahkamatu al-akhirah. Amma mawdhu'u ya khutba yetu ya siku ya leo, unwani yake inasema, kichwa cha habari kinasema mahakama ya mbinguni, mahakama ya akhira. Tutaishi pamoja na mahakama nzito kwelikweli, mahakama inayomgoja kila mmoja wetu. Lazima atapandishwa kizimbani na kupandishwa kotini kwa ajili ya kujibu yote tunayoyatenda katika hii dunia. Ni mahakama nzito na mahakama ngumu kwa watu waovu. Mahakama ya aina yake ni mahakama ya mfano wake, mahakama isiyokuwa na wazee wa baraza. Mahkamatul ilahiyatil adila ni mahakama ya Allah yenye kuwa na uadilifu kwelikweli, mahakama ambayo kila mmoja wetu lazima atapita katika mahakama hiyo. Kila aliyezaliwa na mwanamke lazima atapandishwa kizimbani, mahakama ambayo haitomwacha mwanadamu wa aina yoyote. Yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, ni siku ambayo watu watasimama mbele ya Mola mlezi wa walimwengu wote. Taarafa ala mahkamati al-akhirah qabla an taqifa fiha, itambua mahakama ya mbinguni kabla haujasimamishwa katika mahakama hiyo. Faqad akhbara Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim anna ad-dawabba wat-tuyura tuhsaru yawm al-qiyamati. Allah mtukufu ametupa habari katika kitabu chake kitakatifu ya kuwa mpaka wanyama na ndege angani na wao watapita katika mahakama hiyo. Katika suratul An'am, Mola wetu mtukufu alieleza akasema, wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahayhi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun. Allah anasema hakuna mnyama wa aina yoyote ardhini, simba porini, mpaka mbuzi tunaowafuga na mfano wake, wala ndege anaruka kwa mabawa yake mawili angani, illa ni umma mfano wenu nyinyi. Bimaana tunavyowadhibiti nyinyi ndivyo tunavyowadhibiti na wao. Jinsi matendo yenu yalivyodhibitiwa ndivyo na matendo ya hao wanyama yanadhibitiwa vile vile. Kisha akasema hatujaacha chochote katika kitabu, kila kitu kimenotiwa na kimeandikwa. Na mwisho akasema na kwa Mola wao watakusanywa. Katika aya nyingine akasema wa idha luhushu hushirat, na ni wakati wanyama wa mwituni watakapokusanywa, mpaka wanyama watapita katika mahakama nzito. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Imamu Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 2585, ameisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda. Anaeleza ya kwamba Bwana Mtume Muhammad aliwahi kueleza akasema, la tu'addunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyamati hatta yuqadu lisati aljalha min asati alqarna. Asema Bwana Mtume Muhammad, zitatekelezwa haki kwa wenyewe siku ya Kiyama, zitatekelezwa haki kwa wenye nazo siku ya Kiyama,
kwa uadilifu wa Mola wetu mtukufu, anasema mpaka mbuzi aliyokuwa na pembe duniani aliwahi kumpiga mwenzie pembe, watapitishwa katika mahakama hiyo ya Allah. Kisha Mwenyezi Mungu atamnyang'anya pembe yule aliyokuwa na pembe duniani, atapewa yule ambaye alikuwa hana. Kisha ataambiwa, na wewe mrudishie, na yeye atamrudishia pembe ile. Baada ya mahakama ya wanyama, Mungu atasema kunu turaba, sasa kuweni udongo. Wote watakuwa udongo. Kwa uzito wa nafasi na uzito wa nyakati na uzito wa mahakama, kafiri atakapoona hali ile, na yeye atatamani laiti angelikuwa udongo. Ametusimulia Mola wetu mtukufu katika Qur'ani, akasema, wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba, na kafiri atasema laiti na mimi ningelikuwa udongo. Tasawwar idha kana yuhkamu ala alhayawanati famadha anna nahnu albashar. Hivi zingatia, imagine ikiwa kama mahakama itapita mpaka kwa wanyama, na wanyama na wao watahukumiwa, itakuwaje sisi wanadamu? Sisi wanadamu ni aula, lazima tutapita katika mahakama hiyo. Tuqamu mahkamatun adilatun yuhasabu fiha Allahu kulla shakhsin ala af'alihi sawaun kanat khayran au sharra. Mahakama ya Mungu itasimama siku ya mwisho, tena mahakama yenye uadilifu kweli kweli. Allah atamhesabu kila mtu kwa matendo yake, sawa yawa ni matendo ya kheri au ni matendo ya shari. Kitu natakikana kuzingatia, inna mahkamati al-akhirah laysat kama hakimi dunya. Mahkama ya mbinguni ninayokueleza si kama mahkama za duniani, mahkama ambapo ukiwa mjanja mwenye porojo nyingi, mfasaha wa kuzungumza, umeshinda kesi. Ukiwa wewe unatembeza mkwanja, unatembeza pesa, umeshinda kesi. Mahkama ya Mungu sio mahkama hiyo. Mahkama ya Allah haina kona. Mahkama ya Allah haina kupinda. Ni mahkama iliyokastris kabisa, imenyoka kikweli kweli. Mahkama za duniani ni mahkama alati tatulu sinin. Mahkama inaweza ikachukua mwezi, miezi, mwaka hadi miaka, bado kesi haijakatwa. Lakini mahkama ya Mungu si mahkama hivyo. Mahkama ya Allah haitazami ufasaha wa kuzungumza. Mahkama ya Allah haimtazami ni naye anahukumiwa, ni mahkama ya aina yake. Mahkama za duniani, hata Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na yeye aliwahi kuzungumza akaeleza, kasema, innama ana bashar, mimi ni mwanadamu munaoniona, wa innakum takhtasimuna ilay, na wakati mwingine nyinyi mnapokuwa na magomvi munayaleta kwangu mimi nikutatulieni. Msikilizeni mtume wetu mtukufu akasema, walaalla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din, na huenda mmoja wenu akawa na ufasaha mzuri wa kuzungumza, akawa ana hoja kweli, ni fasihun balighun, akiongea anaongea kweli, maneno yanafika. Mtume anaeleza, anasema mahakama ya duniani hiyo, akasema, fa aqdi ala nahwi ma asma, na mimi nina hukumu sawa ninavyosikia. Munavyoliletea kesi, ninayohukumu sawa ninavyoisikiliza kesi hiyo. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi shay'a, yoyote nitakayempa haki ya ndugu yake nikamhukumia haki isiyokuwa ya kwake, fala ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qita'atan min an-nari, asithubutu kuchukua haki hiyo, kwa sababu nitakuwa nimemgawia mgao wa motoni. Mahakama ya duniani iko hivyo.
lakini mahakama ya Allah yenyewe haingoji kupinda wala haingoji, imenyoka kikweli kweli. Ndugu Muislamu, mahakama ya Mungu ni mahakama nzito na mahakama ngumu kweli kweli. Kwanza Mwenyezi Mungu atatukusanya katika uwanja mmoja. Aliyelieleza hilo katika Qur'ani yake tukufu, akasema qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, sema hakika wa mwanzo na wa mwisho wote tutawakusanya katika nafasi na siku maalum. Allah atatukusanya sehemu moja. Katika aya nyingine akasema rabbana innaka jami'u an-nasi liyawmin la raiba fi, Mola wetu mlezi, hakika wewe ni mwenye kuwakusanya watu siku isokuwa na shaka kweli kweli. Sasa pamoja na kukueleza haya, nataka nikufahamishe na nikuonyeshe uzito wa mahakama hii jinsi ulivyo. Mahakama hii ilivyokuwa ngumu. Nambari moja, alhakimu walqadhi huwa Allah. Jaji mkuu na hakimu wa mahakama hiyo atakuwa ni mwenyewe Allah, alladhi rafa'a as-samaa bila amadin, aliyezinyanyua mbingu saba pasina nguzo. Huyo ndio atakayesimama kama hakimu na jaji mkuu katika mahakama hiyo. Alaysa Allahu biahkamil hakimin, hivi Mwenyezi Mungu si ndio hakimu kuliko mahakimu wote? Alieleza hilo katika suratu Yunus, akasema inna rabbaka yaqdi bainahum yawma alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, hakika Mola wako mlezi yeye ndiye ambaye atawahukumia baina yao siku ya kiyama kutokamana na yale watakaokuwa wamehitalifiana. Uzito wa mahakama hiyo, Allah ndiye atasimama kama hakimu. Na kwa nini si nzito mahakama hiyo? Kwa kuwa ambaye ni hakimu mkuu ni yule ambaye alladhi ya'lamu sirra wa akhfa, ni yule ambaye anafahamu ya siri na ya wazi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur, anafahamu kabisa khiana ya jicho na yale yaliyofichikamana katika vifua. Huyo ndo atakasimama kama hakimu. Nambari mbili, al-adl al-mutlaq, uadilifu utachukua mkondo wake, itakuwa ni uadilifu moja kwa moja. Ndugu yangu uliodhulumiwa, usiwe na papara wala kujali, kesi bado ingaliki na haki bado itapewa mwenye nayo. Usiunungulike wala usiwe na moyo wa kuhuzunika. Tambua ya kwamba kama mahakama zote hazijakupa haki yako, imebaki mahakama moja tu ya Allah, lazima haki itapewa mwenye nayo, hata kama mahakama za kidunia hazijakupa haki yako. Mola wetu mtukufu alieleza akasema, wala yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako hatomdhulumu yoyote katika mahakama hiyo siku ya kiyama. Katika suratu Ghafir akasema, la dhulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab, hapatokuwa dhulma siku ya leo, hakika Mwenyezi Mungu atakuwa na hisabu iliyokuwa nyepesi. Nambari tatu, la muhabatun wala ansabun tanfa, uzito wa mahakama hiyo, hapatakuwa upendeleo wala hapatakuwa kinasaba chochote kitakachomfaa mtu. Mahakama za duniani, mtu anajiona jeuri, anajiona hodari kwa kuwa yeye ni mwenye nguvu, au pengine ana general fulani, ana waziri fulani, ana mbunge fulani, anategemea vyovyote atakavyofanya lazima atatetewa. Anadhulumu, ananyang'anya, anaiba na hakuna wa kumgusa, kwa kutegemea anaye kinara lazima atakuwa mbele katika mambo yake.
Mahakama ya Mungu sivyo ilivyo, hapatakuwa upendeleo wala kinasaba. Kila mmoja ndugu zangu ni lazima atapata haki yake. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani alisema, fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun, itakapopulizwa hiyo baragumu, Allah anasema hapatakuwa kinasaba siku hiyo, hapatakuwa kujuana siku hiyo, wala hapatakuwa kuulizana, hapatakuwa cha general, hapatakuwa cha waziri. Kila mmoja atalia nafsi yake. Siku nzito hiyo, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, siku ambayo nafsi mtu hatomsaidia mwingine chochote, na amri siku hiyo itakuwa ni kwake Allah peke yake. Ndugu yangu unaonisikiliza, la tanfa'u al-insanu yawma idhin qarabatan wala rushwatan falhakimu huwa al-ghani walkullu mu'taqirun ilayhi. Hakika siku hiyo katika mahakama ninayokueleza, mwanadamu hatonufaika na ukaribu wa mtu, wala hatonufaika na rushwa. Hapatokuwa rushwa, ukaribu hautokusaidia chochote, bali sote mbele ya Allah tutakuwa sawa sawa. Kwani wewe hujapata habari? Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alisema, in kullu man fi samawati wa man fi al-ardi illa ati ar-rahmani abda, yoyote yule aliyokuwa duniani, aliyokuwa mbinguni na aliyokuwa ardhini, sote tutakwenda mbele ya Mola wetu ni waja na si vinginevyo. Hapotokuwa ukaribu wowote. Hata yule unayejivunia katika hii dunia ya Mungu, na yeye atakwenda kama mja katika mahakama hiyo. Wala hapatakuwa rushwa, kwamba unatembeza mkono mrefu, unatembeza mkwanja. Hapatakuwa hilo. Ndugu yangu, kama umedhulumu cha watu, rudisha bado mapema. Hakika mahakama ya Mungu ni nzito na tusubiri, na wako watu watakaolia na kusaga meno kikweli kweli. Kama umezoea kutoa rushwa, mahakama ya Allah haina rushwa. Kwa nini? Kwa kuwa mwenyewe alieleza akasema, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Enyi watu nyote ni mafakiri mbele ya Allah, na yeye Allah peke yake ndiyo tajiri mwenye kuhimidiwa. Kwa hiyo hakuna wa kumtembezea pesa, kwa kuwa sote tunamhitajia mwenyewe Allah jalla fi ula. Ndugu yangu, mahakama hiyo ni mahakama nzito. Taarafa ala mahkamati al-akhirah qabla an taqifa fiha, itambue mahakama ya mbinguni kabla haujasimamishwa katika mahakama hiyo nzito. Mwenyezi Mungu alisema, la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahmanu wa qala sawaba, hakutakuwa mwenye kuzungumza illa yule aliopewa idhini na Allah mwingi wa rahma, na akipewa ruhusa kuzungumza atazungumza mambo yaliyonyooka. Mdomo wake utafungwa, kisha Mungu anasema tutasemeza mikono yao na tutatolea ushahidi miguu yao kwa yale waliokuwa wakiyachuna. Katika sura Fussilat ndio Mungu amefunika kabisa kabisa, anasema hata idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Watu waovu watakapoona moto, Allah anasema tutatoa ushahidi, shahida alayhim sam'uhum, macho yao masikio yao yatawatolea ushahidi, na macho yao yatawatolea ushahidi, na ngozi yao itatoa ushahidi kwa yale waliokuwa wakiyatenda. Baada ya mikono na macho na viungo vya mwili kuzungumza kila kitu, mwanadamu atakuwa hana la kusema, amedhalilika kwelikweli, amenyong'onyea kabisa kabisa, hana usemi. Kwa sauti ya chini na ya huzuni atauliza viungo, lima shahidtum alaina, kwa nini mumetutolea ushahidi? Viungo vitasema waziwazi,
antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay, katusemeza Allah ambaye amesemeza kila kitu. Ashahidu rabi'u wal akhir, shahidi wa nambari 4 na wa mwisho kabisa, sahifatul a'mali, vile vile kutakuwa na vitabu vya matendo. Ushahidi huyo, vitabu vya matendo. Nyote mnafahamu kwamba kila yaumi turfa'u al-a'mal, kila yaumi al-ithnain wa yaumi al-khamis, kila Jumatatu na Alhamisi matendo yetu yanapandishwa mbinguni, matendo ya wiki. Kila inapofika Shaabani matendo ya mwaka yanapandishwa mbinguni. Haya matendo yanaonukuliwa, mnafahamu Mungu ametueleza kwamba wako raqibu na atid, kazi yao wananoti, hata tamko linanotiwa, linakwenda kutengeneza kitabu maalumu. Katika mahakama hiyo mwanadamu ataambiwa, iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, soma kitabu chako, yatosha leo mwenyewe kujihesabu. Vitabu hivyo Mwenyezi Mungu anasema, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kume, huyo hesabu yake itakuwa nyepesi. Wayanqalibu ila ahlihi masrura, na atakwenda kwa ndugu zake na jamaa zake akiwa ni mwenye furaha. Lakini upande wa pili, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fasawfa yad'u thubura, wako wengine watapewa vitabu vyao kwa nyuma ya mgongo. Allah anasema watakaopewa vitabu vyao nyuma ya migongo yao, huyo atatamani kifo na wala hatokipata. Wayasla sa'ira, na mwisho wa yote atatupwa katika jahannam, wal iyadhu billah. Mungu atukinge na moto wa jahannam. Kwa shahidi wa 4 atakuwa ni suhuf, hivi vitabu. Katika suratul Kahfi amesema, wa wudi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, vitabu vitaletwa, utawaona wale watu waovu watakavyokuwa na uoga kutokamana na yale yamo katika vitabu vile. Tena anasema, wayaquluna ya wailatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mwanadamu atakaanza kufungua kurasa baada ya nyingine, yule mwovu atasangaa, anasema ndio kitabu gani sasa hichi? Hata lile kubwa na dogo, hata hili nimejua dogo, sasa ulijuaje? Hata lile dogo limenotiwa, Mungu hakuacha kitu. Na hapo ndipo utajua kwamba Mungu ni fundi. Kisha mwisho anasema, wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada, watayakuta yote waliyotenda yanawasubiri, na wala Mola wako hatomdhulumu yoyote. Ndugu Muislamu, kama unavyoona mashuleni, siku ya ilanu natija, siku ya kugawa zile kashfu darajat, bulletin scolaire, tazama hali ya wanafunzi wanavyokuwa. Mtazame ule first class, mwanafunzi nambari 1 darasani, anapopata ile karatasi yake anatamani kila mmoja aone matokeo yake, anatamani kila mmoja amuonyeshe. Tena anatamani karatasi yake ifike kwa baba yake mzazi anayemlipia ada kila mwaka. Tena akifika kule anakuwa na confidence, kwambia baba, sikukwambia hapa pakuwa mtihani hapa, tazama nilivyong'oa, amna kitu hapa. Confidence. Unaona hali hiyo, ndivyo itakavyokuwa siku ya mwisho. Mungu anasema, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabia, ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kume atakuwa na furaha katika papa lake la uso, atatembeza kitabu chake uwanja mzima, anaambia someni kitabu changu, someni, oneni matokeo. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, na ile confidence, mimi nilikuwa najua tu nitakutana na hesabu hii, nilikuwa najua. Haya, mtazame sasa mwanafunzi wa mwisho anapopata mtihani, anachana. Ukimuuliza wewe matokeo vipi, anasema sijapata bado, anaficha. Hivyo ndivyo itakuwa. Mungu anasema, wa amma man utiya kitabahu
bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kusoto, huyo atasema laiti nisingelipata kitabu changu na nisingelijua hisabu yangu. Ndugu yangu, namaliza khutba yangu kwa hadithi moja. Hadithi hii weke katika uvungu wa moyo wako, na hii hadithi ndio itakayokuonyesha kwamba mahakama ya Mungu ni mahakama nzito, mahakama ngumu, mahakama ambayo haijawahi kupatikana. Uzito wake unapatikana wapi? Amesema Bwana Mtume Muhammad katika hadithu alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, hadithi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi nambari 1743, warawahu Imam Muslim aidan fi sahihihi. Imam Muslim vile vile ameipokea katika sahihi yake hadithi nambari 1016. Msikilize mtume wetu Muhammad anasemaje? Anasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawm alqiyamati, hakuna yoyote miongoni mwenu illa Allah atamsemeza siku ya kiyama. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, hapatakuwa baina ya Allah na baina yake mkalimani. Mahakama ya Mungu utaojiwa na Mungu mwenyewe, hapatakuwa cha malaika Jibrilu, hapatakuwa cha yoyote. Utasimamishwa kizimbani na ambaye atakayekuhoji ni mwenyewe Allah jalla fi ula. Hiyo ndio mahakama nzito, ndugu zanguni, inayomsubiri kila mmoja wetu. Lazima tuandae yaliyokuwa mazuri ili hesabu yetu iwe nyepesi. Tunamwomba Allah atujalie hesabu zetu ziwe ni hesabu nyepesi, na wala Allah usitujalie hesabu zetu kuwa ni hesabu ngumu. Ya Rabbi, tujalie kupita katika mahakama hiyo bardan wa salama. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utujalie kufaulu katika mitihani na kufaulu katika kesi hiyo iliyokuwa nzito kweli kweli. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم اخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السقط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإيساء إلى الإحسان، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وردنا إلى الكتاب وسنة نبيك ردا جميلا بكرمك وبجودك يا أجود الأجودين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.